Vita ya Irani na Marekani imesimama kwa muda wa wiki mbili, lakini bado mambo ni magumu huko Mashariki ya Kati. Mazungumzo ya kusitisha vita yaliitishwa pale Islamabad nchini Pakistani yakafanyika ndani ya siku moja na mazungumzo hayo yakakatika. Sasa yameitishwa tena mazungumzo mengine. Mazungumzo mengine yanaonekana ni magumu kufanyika kutokana na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati. Sasa nakuletea sababu 4 kwa nini mazungumzo ya Irani pamoja na Marekani bado yako mashakani. Hatima ya mazungumzo kati ya Irani pamoja na Marekani imeingia katika hali ya sintofahamu kubwa, huku wanakuambia muda wa kusitisha mapigano ukikaribia kuisha. Kinachoonekana sasa ni tu si mkwamo wa kidiplomasia, bali pia ni ongezeko la kauli kali, vitisho na taarifa zinazokinzana kutoka katika pande zote mbili. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, bado hakuna uhakika iwapo Irani itashiriki mazungumzo yajayo ambayo yanapangwa kufanyika leo hii kupitia upatanishi wa Pakistani, wakati baadhi ya vyanzo vikionyesha kuwa Teherani inafikiria kushiriki. Vingine vinasema kwamba huenda ikajiondoa kabisa kutokana na hali ya sasa ya mvutano huo. Wakati huo huo, hali imezidi kuchanganyika baada ya kuibuka kwa taarifa kuwa makamu wa rais wa Marekani ambaye anaongoza ujumbe wa mazungumzo hayo, JD Vance, bado hajaanza safari kwenda Pakistan kutokana na sintofahamu juu ya ushiriki wa Iran. Katika mazingira haya, mazungumzo yanaonekana kuyumba kati ya matumaini ya kidiplomasia na hatari ya kurejea kwa mgogoro mpana zaidi. Zipo sababu 4 zinazofanya mazungumzo haya kufika katika hali hiyo ya sintofahamu. Ya kwanza ni kauli ya ubabe pamoja na vitisho. Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kupitia mtandao wake wa Truth Social kwamba Marekani inaongoza vita dhidi ya Irani kwa tofauti kubwa, na kuongeza kuwa mambo yanaendelea vizuri sana, huku akisema jeshi la Marekani limefanya kazi kwa kiwango cha kushangaza. Kauli hizi zinaonekana na wachambuzi kama kuongeza tu presha ya kisiasa badala ya kutengeneza mazingira ya mazungumzo. Badala ya lugha ya upatanishi, matumizi ya neno vita yamezidisha wasiwasi kuhusu mwelekeo pamoja na mgogoro huo. Katika upande mwingine, Irani imejibu kwa msimamo mkali zaidi, ikionyesha kuwa haitakubali mazungumzo chini ya vitisho, hali ambayo imeongeza pengo kati ya pande hizo mbili. Kitu kingine ni tukio la kukamatwa kwa meli ya Iran. Mvutano umeongezeka zaidi baada ya jeshi la Marekani kukamata meli ya mizigo ya Irani iliyokuwa ikielekea bahari ya bandari ya Abbas. Tukio hilo limetokea baada ya meli hiyo kudaiwa kujaribu kuvunja uzio ambao uliwekwa na Marekani. US Center Command ilitoa picha pamoja na video zikionyesha wanajeshi wakiteka meli hiyo, hatua ambayo imechukuliwa kama ni ishara ya kuendelea kwa hatua ya kijeshi hata wakati wa kusitisha mapigano. Irani ilijibu kwa hasira, ikitaja hatua hiyo kama ni uharamia wa kijeshi na kuonya kuwa iko tayari kujibu kwa nguvu, ikajibu kwa mashambulizi ya meli za kijeshi za Marekani. Irani imeona kama kuna mzaha, huku anakamata meli zetu. Tukio hilo limeongeza mvutano na kupunguza uwezekano wa kuaminiana kati ya pande hizo mbili. Sababu nyingine, wanasema Irani imegawanyika kuhusu kushiriki mazungumzo. Taarifa kutoka ndani ya Irani zimeonyesha picha ya mchanganyiko kuhusu ushiriki wake katika mazungumzo yajayo. Baadhi ya vyanzo vya kidiplomasia vimeeleza kuwa Teherani inaendelea kupitia kwa kina uwezekano wa kushiriki, huku ikitathmini masharti yaliyopo. Hata hivyo, kauli ya viongozi waandamizi zimekuwa kali zaidi. Spika wa bunge la Irani Mohammedi alisema Irani haitakubali mazungumzo chini ya kivuli cha vitisho, na akiongeza kuwa taifa hilo limekuwa likijiandaa kuonyesha karata mpya kwenye uwanja wa vita katika wiki 2 zilizopita. Lakini baadaye Pakistani ikasema kwamba inazungumza na uongozi wa juu wa Irani ambao unaonyesha dalili za kushiriki mazungumzo hayo ambayo yalipangwa sasa kufanyika leo hii.
Mchanganyiko huu wa kauli za kisiasa inaonyesha wazi kuwa ndani ya Irani bado hakuna msimamo mmoja kuhusu kama mazungumzo yanafaa kuendelea ama la, na hicho ni kikwazo kingine. Kikwazo kingine ni masuala ya zamani bado hayajapatiwa suluhu. Licha ya mvutano mpya, kiini cha mgogoro hakijabadilika. Suala la mpango wa nyuklia wa Irani na pia mlango bahari wa Hormuz bado ni mzizi wa mvutano, huku kila upande ukiwa na msimamo mgumu. Marekani inaona mpango huo kama ni tishio la usalama la kimataifa, wakati Irani inaona kama ni haki yake ya maendeleo ya teknolojia ya kiraia. Tofauti hii imekuwepo kwa miaka mingi na bado haijapatiwa suluhisho la kudumu. Hii ina maana kuwa hata bila mvutano mpya, mazungumzo yangekuwa ni magumu zaidi. Kuongezeka kwa changamoto mpya kunafanya hali kuwa ngumu zaidi mara mbili. Na wakati huo huo, kule China, rais wa nchi hiyo Xi Jinping amesema safari za meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz zinapaswa kuendelea. Rais wa China Xi Jinping amesema safari za kawaida za meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz zinapaswa kuendelea. Alitoa kauli hiyo wakati wa mazungumzo kwa njia ya simu na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman siku ya jana Jumatatu. Rais huyu Xi Jinping amesema kuwa njia hiyo muhimu ya baharini inapaswa kubaki wazi kwa matumizi ya kawaida, kwa sababu ni kwa manufaa ya nchi za eneo hilo pamoja na jamii za kimataifa kwa ujumla. Kwa upande mwingine, rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Xi Jinping wanatarajiwa kukutana nchini China mwezi Mei, badala ya safari hiyo kuahirishwa awali kutokana na vita kati ya Marekani pamoja na Iran. Pia Irani imesema ina karata mpya ya vita ikirejea katika mazungumzo yakiwa shakani. Kadri muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani pamoja na Israeli yanavyokaribia kuisha, bado hakuna uthibitisho wa mazungumzo zaidi ya amani. Spika wa bunge la Irani aliandika kupitia mtandao wake wa X akisema kwamba Irani imekuwa ikiandaa mkakati mpya kwa ajili ya uwanja wa vita katika wiki mbili zilizopita na haitakubali mazungumzo chini ya kivuli cha vitisho. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amekanusha kwamba yuko chini ya shindikizo la kufanya makubaliano, huku vyombo vya habari vya Marekani vikiripoti kwamba makamu wa Rais JD Vance atasafiri kwenda Pakistan leo hii Jumanne kwa mazungumzo hayo. Katika huba, serikali ya Marekani imeendelea kuzuia mlango wa bahari wa Hormuz baada ya kukamata meli ya mizigo yenye bendera ya Irani siku ya Jumapili, na pande zote mbili zinashutumiana kwa ukiukaji wa mapigano. Kwingineko, duru ya pili ya mazungumzo kati ya Israeli pamoja na Lebanoni inatarajiwa kufanyika Alhamisi kwa mujibu wa afisa wa Marekani.